Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club, ambapo katika shauri lile ambalo kasi walipeleka kule, ambapo nazungumzia Young Africans walipeleka malalamiko yao shirikisho kule kwenda kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea Machi 8, ambapo klabu ya soka ya Young Africans imeendelea kushikilia msimamo wake wa kutokucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku wakihitaji alama tatu ili kuweza kumaliza sakata hili. Tofauti na hapo, Yanga hatoshiriki mchezo wa dabi, ndio kauli ambayo inatambaa kwa sasa miongoni mwa mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans pamoja na viongozi wao. Sasa klabu ya soka ya Young Africans imepokea barua kutoka kule kasi juu ya kile ambacho walichokipeleka kuhusiana na malalamiko yao kuhusiana na bodi ya ligi na kile ambacho walichokwenda kukilalamikia. Sasa mimi nimekusogezea hapa taarifa kamili kuhusiana na hayo ambayo yamejili huko kasi, lakini pia serikali ambapo leo hii imeweza kutoka taarifa kuhusiana na kuelekea kwenye hiyo dabi ya Kariakoo, nini kinachokwenda kutokea. Nimekusogezea hapa kila kitu uweze kufahamu taarifa zote hizo ambazo zinahusiana na dabi ya Kariakoo na kinachoendelea mpaka sasa, ambapo unakwenda kutolewa uamuzi. Utakuwa ni uamuzi gani? Tutakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba taarifa zitakuwa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote wakati zinapokuwa zikiweza kujiri. Fanya hivyo kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu. Kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na viongozi wao bado msimamo wao ni ule kutokucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, na sambamba na hayo nilikusogezea hapa taarifa kuhusiana na kile kilichoendelea kule kasi, ambako Young Africans walipeleka yale malalamiko yao juu ya kuweza kutaka hizo alama tatu na magoli matatu mara baada ya klabu ya Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa kile ambacho kimetokea kasi, inaelezwa kasi wameweza kupanga tarehe rasmi kabisa ya kwenda kusikilizwa kwa kesi hiyo, ambapo kwa mwezi huu wa 3 klabu ya soka ya Young Africans haitoweza kusikilizwa kesi yake. Badala yake hiyo kesi yake itasikilizwa kuanzia tarehe 21 mpaka 29 ya mwezi wa 4, ambapo ndio wataanza kusikiliza hilo shauri la klabu ya soka ya Young Africans. Kwa sasa wapo katika mashauri mengine ambao wanayasikiliza takriban 7 kwenye mwezi huu. Hivyo kwenye mwezi unaofuata ndio Young Africans shauri lao litaanza kusikilizwa juu ya hayo madai ambayo wanayohitaji kutoka kasi kuweza kuangalia sheria upya kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8. Lakini sambamba na hayo, taarifa nyingine ambayo imeweza kutolewa leo hii kupitia gazeti la Mwanaspoti, ambapo wenyewe wanasema ya kwamba serikali kuwaita Simba na Yanga kati hapa kuweza kujadiliana juu ya dabi ya Kariakoo na kile ambacho kinachokwenda kutokea, ambapo mimi nimekusogezea kile ambacho kimeandikwa katika gazeti la Mwanaspoti kuhusiana na serikali kuweza kuingilia sasa issue ya hapa nazungumzia dabi ya Kariakoo mara baada ya wawili hawa kuweza kushindwa kukaa mezani na kuweza kuafikiana pamoja na bodi ya ligi. Unaambiwa kupitia gazeti la Mwanaspoti wanasema ya kwamba kwa mujibu wa taarifa
iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025. Kikao hicho kitafanyika Dar es Salaam Alhamisi na maofisa kutoka Yanga, Simba na TFF na bodi ya ligi wamejulishwa na watahudhuria. Ni kuhusiana na serikali ya waita kikao TFF, TPLB, Yanga na Simba kuhusu dabi. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana viongozi wa shirikisho la soka nchini TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Yanga ili kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025, kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam Alhamisi na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi kuu wamejulishwa na watahudhuria. Ni kweli tutakuwa na Waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tumepokea barua na tutahudhuria, alisema afisa mmoja wa Yanga aliyeomba kutokutajwa jina. Ofisa mmoja kutoka bodi ya ligi pia alithibitisha kupokea kutoka serikalini kuhusu kikao hicho. Tumefahamishwa kuhusu kikao hicho na tutahudhuria. Ajenda kuu ni mjadala unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, alisema ofisa huyo. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa alithibitisha kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri Kabudi. Msigwa pia alieleza maafisa wa Simba watashiriki katika kikao hicho. Yanga imepeleka rasmi suala hili katika mahakama ya usuluhishi ya michezo kasi baada ya kutoridhishwa na jambo hilo. Mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliahirishwa baada ya Simba kudai makomando wa Yanga waliwakatalia kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya kabla ya mchezo. Simba ilitoa taarifa rasmi kwa bodi ya ligi kuu na TFF haitashiriki mchezo huo kwa sababu haki yao ya kufanya mazoezi kabla ya mechi ilikuwa imekiukwa kama ilivyobainishwa katika kanuni za bodi ya ligi. Kwa upande mwingine, Yanga ilisisitiza mchezo huo ungechezwa kama ilivyopangwa kulingana na kanuni za ligi kuu. Hata hivyo, baadaye mchana bodi ya ligi ilitoa tamko rasmi ikitaja wasiwasi wa Simba na kutaja kipengele cha 31 kifungu cha kwanza cha kanuni kinachotoa ruhusa ya kuahirisha michezo kwa mazingira ya dharura. Kwa hiyo kinachotokea hapa kwa sasa ni klabu ya soka ya Young Africans, je, wataweza kukubaliana na kile ambacho watakwenda kuambiwa na mheshimiwa waziri kwa kile ambacho kinachokwenda kutokea. Ikumbukwe ya kwamba msimamo ulikuwa ni ule ule kwamba hatuchezi. Je, wataweza kwenda kusema kauli mbele ya kiongozi kwamba wako tayari kwa kucheza mchezo huo? Ndio kitu ambacho kinachosubiriwa kwa sasa kuweza kusikia ni tamko lipi litatoka juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku klabu ya soka Young Africans pengine sasa wanawekwa katikati na viongozi wao, kwa sababu viongozi ndio walitoka wa kwanza kabisa na kusema ya kwamba huu mchezo sisi hatuchezi kabisa, lakini sasa wameitwa kati waende wakazungumze kuhusiana na kile kinachoendelea, ambapo bango kubwa ambalo linatambaa kwa sasa ni Yanga hatuchezi. Unaona bana, mpaka viongozi wale walioko katika ngazi ya mpira waweze kutoka wakijiuzuru viongozi wakuu wa TPLB na Kalia kuwajibika, tutacheza. Unaona bana, hiyo ni kauli ya Haji Sunday Manara, yeye alipoweza kuwa akizungumzia kuhusiana na kile kinachokwenda kutokea. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi kutoka TFF pamoja na bodi ya ligi na kile ambacho kitakachokwenda kujadiliwa katika mkutano huo mbele ya mheshimiwa